Ndugu zangu wapendwa, washirika wote wa makanisa ya matawi na watazamaji wote wanaofuata mahubiri haya kupitia GCN na mtandao wowote ule, ni somo la 72 katika kitabu cha Mwanzo. Kwenye kipindi kilichopita tuliangazia jinsi shetani alitega na kushawishi Hawa kupitia nyoka. Shetani alitega Hawa kwa kumwambia ya kwamba atakuwa kama Mungu. Na si maneno hayo yalikuwa matamu sana kwa Hawa. Shetani alijua kwamba Hawa hajatia neno la Mungu ndani ya moyo wake na akamshawishi kwa maneno kama hayo. Hawa alidanganyika kwa sababu hakutunza neno la Mungu ndani yake. Hawa hakukataa maneno haya ya shetani, lakini aliyakubali. Na sasa wakati huo huo dhambi ya tamaa ikaingia na kukita mizizi ndani ya mwili wake. Asili ya dhambi inayoitwa tamaa ilitunga mimba kwa namna hiyo, na hatimaye ikatokezea kama tunda la dhambi la kutotii neno la Mungu. Katika somo usiku wa leo nitaelezea jinsi gani Hawa alizaa tunda la dhambi. Mwanzo 3:6 inasema, mwanamke alipoona kwamba tunda la mti huo lilikuwa zuri kwa chakula na la kupendeza macho, tena linatamanika kwa kujipatia hekima. Mti gani huo? Mti gani huo? Ni mti wa ujuzi wa wema na mabaya. Basi akachuma matunda yake akala, pia akampa mumewe aliyekuwa pamoja naye akala. Wakati Hawa alidanganyika na ushawishi wa shetani, kazi ya mwili ilianza kufanya kazi ndani ya akili na fikra zake. Na matokeo ni alianza kuwa na mtazamo tofauti wa tunda lile. Tunda lile lile la mti ule ule ukawa sasa uko tofauti. Ikawa inaonekana mzuri ya kula, inapendeza macho na inatamanika kwake yeye kupata hekima. Na picha hiyo unaona inafanana na wa mti wa ujuzi wa wema na mabaya. Mstari huu unamaanisha kwamba asili ya dhambi ya tamaa iliibuka na kujengeka kutokana na tamaa hizi tatu. Mti kukaa mzuri wa kula, hiyo ni kazi ya tamaa ya mwili. Mti kuonekana kwa kupendeza kwa macho, hiyo ni kazi ya tamaa ya macho. Na kisha mti kuonekana kutamanika ili kupata hekima kwa mtu fulani, hiyo ilikuwa ni kazi ya kiburi cha uzima. Tamaa tatu. Waraka wa kwanza wa Yohana 2:16 nasema, kwa maana kila kitu kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba bali hutokana na dunia. Vitu hivi havitoki kwa Mungu. Inasema hivyo. Yatoka duniani. Yanatoka duniani. Kwa nani? Adui Ibilisi. Vile imesema tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima ni vitu vinatoka kwa shetani, mtawala wa dunia hii. Wakati Hawa alidanganyika na ushawishi wa shetani, basi asili ya dhambi ya tamaa ilitunga mimba na kisha ikawa mwili ndani yake. Na mwili huu ulijengeka kutokana na tamaa hizo tatu, ambayo inasababisha watu leo kutenda dhambi zisizohesabika. Na tayari nilishawaelezea tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima ni nini kwenye mafundisho ya waraka wa kwanza wa Yohana. Kwa hivyo hebu nifanye marudio kiasi tu. Kwanza, tamaa ya mwili ni ile haja ya kufuata mwili na kutenda dhambi. Ni ile haja, hamu ya kutenda uhalifu kulingana na mwili. Mwili hapa ni mwili wa binadamu pamoja na asili za dhambi zimechanganyika. Tamaa ya kutenda uhalifu, yani ni tamaa ya kutaka kuonyesha asili ya dhambi ndani yako ionekane nje. Hiyo ndio tamaa ya mwili. Mtu ambaye kuna tamaa nzito atatenda dhambi mingi, na asili ya dhambi imeingia hadi kwenye mifupa yake, hadi kwenye mafuta yaliyofichwa ndani ya mifupa yake.
ameingiwa na dhambi kabisa. Kwa hivyo kama utaondoa mzizi huu wa dhambi, mzizi uliojificha ndani ya mifupa na mafuta, hiyo dhambi itarudi kutokezea maishani. Tamaa ya kutenda uhalifu ndio inaitwa tamaa ya mwili. Tamaa ya mwili ni hiyo tamaa ya kutaka kutenda dhambi mbalimbali kama vile uzinzi, kuiba, kuchukia watu na kukasirika. Na kama vile maandiko yamesema, Hawa alipotambua tunda la mti huo lilikuwa nzuri kwa chakula, haimaanisha kwamba alikuwa na tamaa ya kula, appetite ya kawaida. Hapana. Tamaa ya kukosa kutii neno la Mungu la kusema usile iliinuka ndani ya moyo wake, na hiyo ni kusema alitenda dhambi, na hiyo ni kazi ya tamaa ya mwili. Tamaa ya macho nayo ni hali inayosisimua mioyo yetu na kutufanya sisi tufuate vitu vya kimwili kupitia kile ambacho tunaona na kusikia. Hebu tuseme umeexperience jambo fulani, ukaihifadhi ndani ya moyo wako kwa hisia mzuri. Kisha utakumbuka hisia zile zile wakati utasikia na uone kitu ambacho kitakukumbusha experience ambayo ulikuwa nayo. Wakati binadamu anaona na kusikia jambo ambalo linachochea experience ile alikuwa nayo, ile hisia mzuri aliweka nayo inarudi mara moja. Watu ambao wanafurahia dunia kwa hisia mzuri watataka kufurahia dunia tena na tena wanapopatana na vitu ambavyo vinawakumbusha hisia zile ambazo walipata. Na kwa kufuata hisia zao na tamaa zao, basi wanakubali vitu vya kimwili. Kwa hivyo Mungu anatuambia tuombe na tutubu, tuondoe mzizi wa dhambi. Wakati Hawa alikumbuka neno la Mungu, hakika utakufa, hakudhubutu kukaribia hata mti ule. Watu wa kawaida wanawazia nini wakifikiria kuhusu dawa za kulevya? Wanakuwa na hisia za kujiambia, hata sifai kuzikaribia, ni hatari na zinatisha. Kwa nini? Juu haujawahi tumia dawa zile, ndio maana kuna hisia nzito kama hizo za kukukataza. Juu unajua haufai kuzichukua. Lakini kama uko mtu umezoea madawa, ni vigumu sana. Ni vigumu kuwekwa huru na kuzoea kule. Lakini sasa hauwezi dhubutu juu haujawahi tumia. Ni kwa sababu dawa zile hatua kwa hatua zitaumiza mwili wako na akili zako na hatimaye itakusukuma hadi kifoni. Hata hivyo wale wamezoea madawa yale wako na hisia nzito wanaposhuhudia athari za madawa yale. Na wamepofushwa na hisia za wanajiona wako juu na hawezi hepa bwawa hili la uharibifu. Vile vile asili na tabia kutenda dhambi kwa kutazama, kusikiliza ama kuchukua vitu vya kimwili ambavyo viliingia ndani yako kwa hisia mzuri, hiyo ndio tamaa ya macho. Kulikuwa na kitu niliwauliza mjaribu kufanya ndio mshuhudie jehanamu kwa kuweka mkono ndani ya maji moto. Wale ambao walinisikiliza wakaijaribu, sasa wanajua maji moto ni nini. Na washaonja jehanamu inakaa namna gani. Kwa kuweka mikono, unaweka kwa maji moto haraka na unatoa haraka. Unaweza shuhudia. Hiyo ndio faida ya wale ambao wanatii. Kiburi cha uzima ni tabia inayojaribu kujionyesha ikifuata raha za maisha. Watu wa mwili hutaka kujigamba kwa ajili ya mali yao mbele za watu. Wanaposifiwa juu ya mali yao, umaarufu wao, maarifa yao, ama nguvu zao za kijamii, ama kuonekana kwao, wanaposifiwa juu ya hiyo, wanafurahia kutambulika na watu. Hasa tamaa hii ya kujionyesha na kujigamba ndio kiburi cha uzima, na inasababisha watu watende na kuchukua vitu vingi vya mwili. Hawa alikuwa vivyo hivyo tu. Alikuwa na akili ya kuwa mtu bora zaidi. Alikuwa anataka kuwa kama Mungu. Na wakati aliona tunda lile, akaona linatambanika kumpa hekima. Kana kwamba mti ule utatosheleza kiburi chake cha uzima. Vile nilieleza, wakati Hawa aliona mti huo, alishawishiwa na shetani. Tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima
vikaanza kufanya kazi, na hatimaye akala kwenye mti ule wa ujuzi wa wema na mabaya. Na zaidi ya hiyo, akapia hata mumewe aliyekuwa pamoja naye pia akala. Wakati Hawa alimwambia Adam ale kwenye mti huo wa ujuzi wa wema na mabaya, Adam alifaa kufanya nini? Adam angemkemea kwa ukali, angempeleka kwa Mungu ndio kwamba asamehewe na Mungu. Lakini Adam hakufanya hivyo. Cha ajabu kabisa ni alitii maneno ya mke wake Hawa. Na vile shetani alipanga iliingiana. Adam hatimaye alikula kwenye mti wa ujuzi wa wema na mabaya. Sababu ya Adam kukubaliana kwa urahisi na maneno ya Hawa ni kwa sababu na yeye Adam pia alikuwa na akili awe kiumbe kamili wa kiroho. Adam alikuwa roho hai, lakini hakuwa kiumbe kamili wa kiroho. Alikuwa nusu kiumbe wa kiroho, nusu wa kimwili. Kama nguvu za uhai, yani pumzi ya Mungu, ingemuondoka hata kama alikuwa kiumbe hai wakati huo, kulikuwa na uwezekano angegeuka tena kuwa kiumbe wa kimwili mwenye asili ya udongo. Kama nguvu ya uhai, pumzi ya Mungu aliyopumua ndani yake ingeondolewa, anaweza rudi katika hali ya kimwili. Adam alikuwa na ufahamu wa mipaka aliyokuwa nayo. Alikuwa mtawala wa mbingu ya kwanza na ya pili, lakini bado alijua kwamba kiasili alikuwa tofauti na viumbe wa mbingu ya tatu, ambayo ni ulimwengu wa kiroho kamili. Alijua hiyo. Kwa hivyo Adam alikuwa na matamanio awe kiumbe kamili wa kiroho. Ni vile vile na Hawa. Shetani alitumia udhaifu huu kwa uwerevu, akawashawishi kupitia yule nyoka. Lakini kwanza alishawishi Hawa, ambaye alikuwa karibu sana, rahisi sana kukaribiwa, ndio atumie Hawa kuangusha Adamu. Ndugu zangu, hapa kuna funzo unafaa utie ndani ya moyo wako. Ni kusema usidanganyike vile Adam alidanganyika. Wakati mtu anakuja kukuambia ufanye kitu ambacho ni kinyume na neno la Mungu, unafaa ukatae kabisa wakati huo, si baadaye. Na wakati huo pia ni jukumu lako kufanya yule ambaye anakushawishi atambue na atubu jinsi alijaribu kukushawishi. Watu wanapokosa kutambua uzito wa jukumu hili, huingizwa katika uovu kwa urahisi sana. Hebu angalia hali hii kwa mtazamo wa Adam. Hawa amekula kwenye tunda la mti wa ujuzi wa wema na mabaya na hakuna kitu kimemfanyikia. Na sasa tena naambia huyu Adam, kula, haina shida. Adam akaiangukia na kuikubali kwa urahisi pendekezo hili la Hawa. Vivyo hivyo, watu wengi wanatenda dhambi kwa kufanya udhuru wa kusema, ni makosa ya ule ndiye alinielekeza. Anasema, si kila mtu anafanya, so ni sawa nifanye. Si mimi ndo nilianza, huyo ndo alianza, huyo ndo alinielekeza. Wanasema vile. Juu ya hiyo kusema si watu wote wanafanya, inafanya watu wengi waende kinyume na sheria na kinyume na haki. Kwa mfano, wanabiashara wanaweza angukia mtego kwa urahisi wakiwazia kampuni zingine zinatumia ujanja na njia za haramu. Sasa mimi nikabaki tu hivi mtu mzuri, si mimi pekee ndo nitaenda hasara. Shetani anatia mawazo kama haya ndani ya akili yako na kisha nakuchochea uende kinyume na sheria. Hata hivyo, utapata watu wengi ambao wamefanikiwa kwa kufuata maadili kamili. Si wote waliofanikiwa hutumia ujanja na njia za haraka kwa kuvunja sheria, si wote. Unaposikia mtu anakuambia, si ni sawa, juu kila mtu anafanya, ukasikia hiyo, tambua mara moja ni maneno yatakayo kuongoza we katika njia ya dhambi. Kwa ufupi, hebu niseme kilichotendeka mpaka hapa. Hawa alishawishika, akala kwenye mti wa ujuzi wa wema na mabaya, na kisha kampa mumewe Adamu. Adamu naye akakubali bila kuuliza swali lolote. Kwa nini alikubali bila kukataa? Kwa nini? Sasa jumshasikia, mnajua, si ndio? Vile vile mtu amekuja akakudanganya na ukaangukia udanganyifu, ni juu kuna dhambi ya kudanganywa. Ukafanya uzinzi, ni kumaanisha yule mwingine alikushawishi, lakini we ulitamani na ukaikubali na ukafanya uzinifu. Mara ya kwanza ulijifanya hutaki, lakini bado pale mwisho ulikubali. Vile vile na ubinafsi na tamaa. Kwa sababu unataka kutengeneza pesa,
hata kama ni kwa njia haramu, ni chuko na tamaa, ni njia haramu sana. Lakini juu unashawishiwa, juu umeahidiwa pesa itakuwa mingi, utaiangukia. As long as uko na uamuzi dhabiti wa kutembea katika njia sawa, utashika sheria, utaishi kwa neno la Mungu na hautadanganyika na ushawishi wa yeyote. Ukatembea kwa njia inayofaa, hautadanganyika. Hata hivyo kuna nyakati zingine umejua mtu anakudanganya, sasa unanyamaza, hausemi chochote juu ya tabia yake. Yule anaweza dhania umekubali ushawishi wake. Katika hali kama hiyo unaweza jiambia, mimi sijafanya makosa, nilijua amenidanganya lakini nilinyamaza, sijafanya makosa. Unaweza sema vile. Lakini ujue hata watu wa dunia husema kunyamazia jambo ni mbaya zaidi ya chuki. Mtu anavunja neno la Mungu na hakika anachukua njia ya mauti, lakini unajifanya haujui chochote. Ni wazi wazi hauna upendo hata kidogo. Biblia inatuambia wazi wazi unafaa ufanye nini wakati ndugu anatenda dhambi. Kwanza Yesu akasema kwenye Mathayo 18:15-17, na ndugu yako akikukosea, nenda ukamuonye wewe na yeye peke yenu. Akikusikia, umempata tena ndugu yako. Ukaokoa nafsi kutoka kwa mauti, umepata ndugu yako. Biblia inasema kuna hatua pia katika hali kama hiyo. Mtu anapotenda uhalifu ama dhambi, kitu cha kwanza si mara moja ripoti kwa kanisa, hapana. Enda umshauri kivyako. Asiposikiliza, hatua inayofuata pia ni kulingana na neno la Mungu. 18 inasema 16, lakini asipokusikiliza, nenda na mtu mwingine mmoja au wawili, ili kila neno lidhibitishwe kwa ushahidi wa mashahidi wawili au watatu. Chukua mtu mwingine mmoja mkubwa kiseo kukuliko, na kisha wengine wawili ama mmoja zaidi, muende mumshauri tena. Mstari wa 17, akikataa kuwasikiliza hao, liambie kanisa. Naye akikataa hata kusikiliza kanisa, basi awe kwenu kama mtu asiyeamini, mpagane na mtoza ushuru. Asipokusikiliza, ende ongea na watu wawili ama watatu, na kama bado hata sikiliza, tangazia kanisa. Hiyo ndio utaratibu. Na kakataa kusikiliza hata kanisa, mchukue kama mtu wa mataifa, mpagani. Ni kumaanisha anaweza fukuzwa kanisani, tumweke kwa mkono wa shetani, na pale hata okolewa. Yakobo 5:19-20 nasema, ndugu zangu, mtu yeyote miongoni mwenu akipotoka mbali na kweli na kurejeshwa na mtu mwingine, jueni ya kuwa yeye amrejeshaye mwenye dhambi hadi akatoka katika njia ya upotevu, ataokoa roho ya mwenye dhambi kutoka mauti na kufunika wingi wa dhambi. Na zaidi ya hiyo, Wagalatia 6:1 nasema, ndugu zangu, ikiwa mtu amepatikana akitenda dhambi, basi ninyi mnaoishi kwa roho mnapaswa kumrejesha mtu huyo kwa upole. Lakini jihadharini ili nyinyi wenyewe msije mkajaribiwa. Naomba mfanyike watoto wa Mungu waliokomaa, ndio mkatae kabisa ushawishi wa shetani kwa nguvu zenu. Natumai mtasonga mbele hata zaidi, msaidie wadhaifu katika imani na ambao wanatenda dhambi. Wakorea wanasema amen, sisikia amen yenu. Hiyo ndio namna ya kuonyesha nafasi kwa wanaotenda dhambi, hadi warudi, wageuke. Lakini ukajifanya kipofu, auoni chenye wanafanya, hauna upendo. Unapofanya hivyo, natumai hakuna hata mtu mmoja tabaki nyuma. Kwa bidii tutasonga mbele pamoja, tukaze mwendo mpaka rohoni. Hebu tuingie sasa kwenye Mwanzo 3:7. Inasema, ndipo macho yao wote wawili yakafumbuliwa, wakajiona kwamba walikuwa uchi, hivyo wakashona majani ya mtini wakajifunika. Kuanzia mstari huu sasa tukisonga mbele, tutaona jinsi gani Adam na Hawa walibadilika baada ya kutenda dhambi. Kwanza kabisa inasema macho yao wote wawili yakafumbuliwa. Baada ya kula kwenye mti wa ujuzi wa mema na mabaya, macho yao yalifumbuliwa. Si hiyo ni kitu kizuri? Lasi, hata hivyo inamaanisha kazi ya nafsi ilikuwa imeanza sasa.
Walikuwa viumbe hai, walikuwa na akili ya kiroho pekee, lakini sasa kazi ya nafsi ikaanza sasa. Wakati kazi ya nafsi ilianza hivi, wakatambua walikuwa uchi, ndipo wakajishonea majani ya mtini wakajifunika. Hao wenyewe walikuwa viumbe hai, na sasa nafsi ikaanza kufanya kazi ndani yao. Kabla wale kwenye mti ule waliishi vizuri hata bila kuvaa mavazi kwa miaka mingi au kwa aibu, lakini baada ya kula kwenye ule mti wakaanza kusikia aibu ya uchi, na ndio maana wakajitengenezea majani ya kujifunika. Kwa muda huo wote hawakuwa na aibu yoyote. Sasa kwa nini kwa ghafla wakapata aibu? Hiyo ilikuwa ni kazi ya nafsi kutokana na mambo yasiyo ya kweli. Mwili tayari ilishawaingia ndani ya moyo, wakatenda matendo ya mwili kwa kuvunja utaratibu wa Mungu na kukula kwenye mti ule. Sasa kupitia kazi ya nafsi, mawazo ya kimwili yakaanza kufanya kazi kwa nguvu zaidi. Sasa kukula kwenye mti wa ujuzi wema na mabaya ina uhusiano gani na mwanzo wa kazi ya nafsi? Mungu alisema hakika watakufa kama watakula kwenye mti ule. Na vile tu Mungu alisema, Adam na Hawa walikufa baada ya kula kwenye mti ule. Na wewe ukatenda matendo ya mwili, hakika utakufa. Mnajua, ukazidi kutenda matendo ya mwili, hautaokolewa. Na zaidi ya hiyo, ukatenda matendo ya mwili ya kukuelekeza katika mauti, roho ya toba haitakushukia, na basi hautaokolewa. Ukatenda dhambi kama hiyo, utaenda jehanamu moja kwa moja. Na hiyo imerudiliwa mara mingi kwenye Agano la Kale na Agano Jipya. Ndio maana nimekuwa nikiwaelezea tena na tena na tena tangu mwanzo, ndio kusiwe tena mtu mmoja atatenda dhambi kama hiyo na aende jehanamu. Nimerudia kuwafunza kuhusu dhambi za mauti na dhambi ambazo zitakuzuia hata usipokee roho wa toba. Na hii ndio kanisa kipekee ambayo tunasisitiza na kueleza hii vizuri. Na vile neno linasema, Adam na Hawa waliokula kwenye mti wa ujuzi wa mema na mabaya, hakika walikufa. Lakini bado walikuwa roho iliyo hai. Walikufa aje? Roho iliyo hai ni kiumbe ambacho kimeumbwa na mavumbi, lakini imejazwa na pumzi ya roho. Pumzi ya kiroho kama itadondoka, roho iliyo hai itakufa. Wakati Adam na Hawa walitenda dhambi ya kutotii, ushirikiano wao na Mungu kakatika. Hawakupokea nguvu za kiroho tena. Badala yake nguvu za kimwili zilianza kuwaingia. Walipofungua mlango wa dhambi, nguvu za mwili zilimiminika na kuwavamia na kuwalemea kwa wingi. Kwa kiwango ambacho nguvu za kimwili ziliingia, ndivyo pumzi ya uhai ilikuwa inatoka, na matokeo ni mabadiliko makubwa yalitendeka kwa Adam na Hawa. Kati ya roho, nafsi na mwili, roho ndio mtu wa kweli. Na wakati walijazwa na pumzi ya roho, lakini hali sasa ikabadilika kwa kinyume. Mwili wao ulijazwa na nguvu za kimwili na nafsi kapata nguvu. Shida ni kazi ya nafsi sasa ni upande wa yasiyo ya kweli. Kutokana na mwili ambayo iliingia ndani ya akili zao, mawazo yasiyo ya kweli yalianza kuonekana hadi wakafika kutenda dhambi. Sasa ile kusema Adam na Hawa walitambua mema na uovu baada ya kula kwenye mti ule, hiyo si shida. Hiyo si shida. Shida kubwa na nzito na halisi ni kazi ya nafsi sasa ambayo ni ya mwili ilikuwa imeanza. Hiyo ndio ilikuwa shida. Mtu ambaye hajawahi tenda dhambi akaanza kutenda dhambi, nafsi pale inaanza kazi. Ukaiba kitu kidogo, mwisho utajipata unaiba vitu vikubwa. Mwanzoni hauwezi dhubutu kuiba kitu kikubwa, lakini ukaanza na kidogo kidogo, hatimaye utaiba kitu kikubwa. Ni vile vile na uzinifu, huanza kidogo kidogo. Tamaa vile vile, kidogo kidogo. Inaanzanga na ile ukaribu wa kimwili, na inakaa ni kama ni sawa, lakini hatimaye itakupeleka kwa dhambi ya mauti. Shetani anatushawishi hivi, ndo mwisho tutende dhambi nzito zaidi ya mauti. Anatudanganya na tabia ambazo zinakaa ni kama ziko sawa, zinakubalika.
Uzinifu inaanzanga na kushikana mkono. Kushikana mkono ni sawa tu, hakuna kitu. Ndio maana Mungu akatuambia mwanamke na mwanamume hawafai kuendesha gari pamoja. Wanaanzanga na kushikana mkono. Hakuna kitu kibaya, ni kushikana mkono. Yule jamaa ananyosha mkono wake pole pole kwa msichana, na wanaanza vile vile. Na nafsi inaanza kazi. Juu wote wanataka kuzini. Ndio maana yule akauliza, "Sunibebe na gari." Na yule mwingine anajifanya mwanzo hataki, lakini kidogo kidogo ameingia. Hisia zinaongezeka. Kisha ni dhambi. Na kisha dhambi ya mauti. Sasa Mungu alijua hiyo yote, ndio maana akatuzia hata kuanzia mwanzo isifanyike. Lakini juu mlikosa kutii wengine, mkajipata mnatenda dhambi za mwili. Hata watu wanapotambua wema na uovu, lakini wakabaki kuwazia katika wema pekee, hawatatenda dhambi. Juu wako na mawazo ya kimwili, hata hivyo hatimaye watatenda dhambi. Ile kusema walitambua wako uchi baada ya kukula kwenye mti, hiyo haikuwa shida. Shida ni kazi ya nafsi ambayo ni ya mwili iliwafanya waaibike, ilianza kazi. Kama wangewazia tu katika roho, hawangekuwa na aibu ya chochote. Lakini juu waliishi miaka mingi, na wengine pia wameishi kwenye bustani pamoja nao, hawakuwa na sababu yoyote ya kuaibika. Lakini juu mambo yasiyo ya kweli yalishawaingia, wakajiangalia na sasa wakaaibika. Hebu nikusaidie uelewe vyema nini kilifanyika mabadiliko ndani ya Adam na Hawa. Hebu tuseme kuna stesheni moja ya kitaifa, taifa lote, na kuna stesheni ya kule mashambani. Sasa signal zote za stesheni zinatumwa. Adam na Hawa walikuwa nasikia stesheni ya kitaifa. Na si juu signal yake ilikuwa kubwa pekee, lakini pia walitune kwa ile stesheni ya taifa peke yake, ndio walikuwa wametune. Kwa hivyo ile ya mtaani hawangesikia. Sasa siku moja wakatune channel yao kwa stesheni ya mtaani. Sasa hiyo ndio kusema walikula kwenye mti wa ujuzi wa wema na mabaya. Wakati signal ya stesheni ya taifa ilizimwa, wakaanza kusikia ya mtaani. Sasa hivyo wakati Adam alikuwa kiumbe hai, alikuwa amefunikwa kabisa na nguvu za roho, na nafsi haingefanya kazi. Lakini wakati nguvu zake za roho zilidondoka polepole, nguvu zake za kiroho zilidhoofika, na nafsi yake ikachukua tamu, ikafanyika yenye nguvu zaidi. Na we pia unafaa udhibiti mawazo yako. Dhibiti mawazo yako. Ukikubali mawazo ya kimwili, utaanguka kata zote kabisa. Ukiwa na mawazo ya kimwili, ukatambua uko nayo, funga mara moja, chana na chakula. Funga na uombe. Wakati mwingine unaanza, niko peke yangu, niko pweke, ndio unaanza kutafuta mtu. Badala ya hiyo, fanya kazi ya Mungu kwa uaminifu. Hautapata muda ati niko pweke. Pweke ya nini? Hali kama inawatendekea mara mingi juu hamukuondoa ile mzizi wa dhambi kabisa ndani ya moyo, iko bado. Kanuni hii ya kiroho inaweza tumika katika maisha yetu ya kila siku pia, hata na leo. Hata kama haujakuza moyo wako ukaingia rohoni, lakini kuna wakati unajazwanga na Roho Mtakatifu, pale umejazwa na nguvu za kiroho, na ni rahisi kutawala kazi ya nafsi wakati ule. Hata kama uko mgeni katika imani, kuna nyakati unakuwa umepokea Roho Mtakatifu na unaomba kwa bidii sana, umejazwa. Sasa ile kujazwa inafunikanga kazi zote za nafsi. Sasa kwa kufinyilia athari za nafsi na uangalie hali kwa mtazamo mzuri, hata kwa macho ya imani, hata kama ujengia rohoni, utajipata imani yako inakuwa na unashinda yote. Lakini ukapoteza ujazo kwa kutazama vitu vya dunia na uchukue vitu vya dunia, utashuhudia kazi ya nafsi ikianza tena ndani yako. Lakini mwisho
Ni kazi ambayo inafaa iondolewe kupitia maombi na uishi kwa maisha ya imani. Ukaondoa hayo yote na uingie rohoni, hautaathiriwa na kazi ya shetani, hata kazi ya nafsi haitafanya kazi ndani yako. Dhambi hizo za mauti ama hizo vitu za kimwili havitatendeka kwako. Kwa hivyo utaishi maisha ya amani, na si amani ovyo ovyo, amani ya kweli, furaha ya kweli. Amen. Anayelala amke. 그래서 육신의 생각이 떠올랐다고 설령 내가 충만함이 다시 충만함 찾으면 육신 떠올랐다 해도 바로 영의 생각으로 바꿀 수가 있죠. 자, 영으로 들어가면 Kwa hivyo ukafanya hivyo, utarejesha ujazo wako wa roho. Na hiyo ni ya maana sana kabisa. Na hivyo ndivyo maisha ya imani mnafaa kuishi, si kuishi ovyo ovyo. Kwa hivyo hata kama mawazo ya kimwili yameinuka, mara moja kupitia ujazo utaibadilisha kwa mawazo ya kiroho. Vile vile, wakati moyo wako umekuzwa katika roho, nafsi yako pale itatawaliwa na roho. Utakuwa unawaza tu katika roho. Upande mwingine, kabla uingie rohoni, wakati umepoteza ujazo wa Roho Mtakatifu, mwili itapokea nguvu na kazi ya nafsi itaanza kufanya kazi. Na ukajiachilia hivyo, itakuwa vigumu kukata na kudhibiti mawazo ya kimwili. Vigumu. Usijiachilie. Ukawa unaendelea na mawazo ya kimwili, leo mawazo ya kimwili, kesho mawazo ya kimwili, kila wakati mawazo ya kimwili, hautawahi kata mawazo ya kimwili. Lakini ukazidi kuwaza mambo ya kiroho kila wakati, hali itabadilika, utahisi amani kila wakati. Utakuwa na furaha kila wakati. Angalia watu duniani, watu wengi wako na wasiwasi mwingi, wasiwasi wa pesa, vile ataishi maisha bora zaidi, wasiwasi kila wakati. Ni kutarajia pesa zaidi na zaidi, hata watosheki. Ndio maana Warumi 8:6-7 inasema, kwa maana nia ya mwili ni mauti, ni kifo. Nia ya mwili ni kifo, lakini nia ya roho ni uzima na amani. Na kwa sababu nia ya mwili ni uadui pia na Mungu. Ukiwa na mawazo ya kimwili ambayo ni uadui na Mungu, je, maombi yako yatajibiwa kweli? Hapana. Juu wewe uko na uadui na Mungu kupitia mawazo ya kimwili, utajibiwa aje? Utapokea majibu aje? Mlango utafunguliwa hata aje? Hata ubishe namna gani? Kwa mawazo ya kimwili hawezi tii maneno ya Mungu. Hawezi. Hata usikilize maneno mangapi, hawezi. Lakini ukawaza katika roho, hautaelewa vibaya maneno ya Mungu. Upande mwingine, kwa mawazo ya kimwili utaelewa vibaya na kushutumu maneno ya Mungu. Kwenye kipindi kijacho tutaona jinsi ambacho Adam alifanya kupitia kazi ya nafsi ya mwili. Nimeelezea kwa nini Adam alitii maneno ya Hawa kwa urahisi. Nyinyi ambao mnaishi nyakati za mwisho za dunia, mmezungukwa na dhambi nyingi sana zisizohesabika. Hata hivyo, kuna kitu nafaa kumbuke hapa. Ni kusema kukataa ushawishi wa dhambi ama kuikubali, ni wewe mwenyewe ndiwe utaamua kwa hiari yako. Mungu amempa kila mtu hiari. Adam alitenda dhambi kwa hiari yake. Natumai na wewe utatenda kwa haki pekee. Naomba muvalishwe taji ya haki mtakaposimama mbele ya hakimu wa kweli, mtakapomaliza mwendo wa imani. Kwa jina la Bwana nimeomba.